chaplain wa nyumba hii ya Huruma, waheshimiwa na wapendwa mapadi wote, Mheshimiwa na mpendwa sana mama mkuu Teresia Bureta, pamoja na washauri wako wote mnaomaliza uongozi leo, Mheshimiwa na mpendwa sana mama mpya Sister Dr. Mayola, na washauri wako wote mnaopokea uongozi wa shirika leo, Mheshimiwa na mpendwa sana mama provincial wa province ya Mashariki Magharibi, pamoja na Mheshimiwa mpendwa sana mama provincial wa province ya Magharibi Mwanza, na washauri wako wote, wapendwa watawa wote wa shirika hili la Bikira Maria la mama wetu wa Kilimanjaro, na mashirika mengine yote ya watawa mliopo wa kiume na wa kike, wapendwa wageni wetu kutoka katika familia na sehemu mbalimbali mliofika kusali pamoja nasi siku ya leo, vijana wetu wa vyombo vya habari mbalimbali mlioko hapa, na wengine wote wenye mapenzi mema. Tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Katika Kristo sikilize na tufanye yote upya. Wapendwa katika Kristo, tuko kwenye misa hii takatifu ya kumshukuru Mungu kwa kupata uongozi mpya, na leo unasimikwa. Lakini tunaenda mbali zaidi. Ni misa ya kumshukuru Mungu kwa ustawi wa shirika hili la bibi wetu wa Kilimanjaro, ustawi uliopo unaofurahisha kanisa, na tumekuja kumomba tunapomshukuru kwa zawadi aliyowajalia wanaomaliza uongozi leo, wakaweza kusafiri salama, wengine kwa miaka 6, wengine kwa miaka 12. Tunapomshukuru kwa neema, kwa baraka, kwa zawadi ya uvumilivu aliyowajalia, wakaweza kusafiri hadi siku hii ya leo, wanapokabidhi uongozi wa shirika kwa wengine. Tunaingia hapo kumomba tena kwa namna ya pekee kabisa awachukue na kutembea pamoja nao uongozi mpya unaosimikwa leo wa mheshimiwa na mpendwa sana mama Sister Dr. Mayola pamoja na wenzake. Ndio nilikuwa nawafundisha watu namna ya kumuita, sio tena Dr. Mayola, ni mheshimiwa sana Sister Dr. mama mkuu. Sasa mkishinda lazima uipange, maana ana sijui ni sifa, sijui ni majina, muyapange vizuri, msije mkakatekate. Lazima awe na yote, na yeye ajipange, ajue namna gani ataongoza shirika alivyopambwa na Mungu na kanisa lilivyompamba na shirika lake. Sio Mayola tu, ni mheshimiwa sana Sister Dr. mama mkuu. Na ushauri wako tumekuja kuwaombea kwa dhati kabisa, ili uongozi wao uweze kuwa wa furaha, wa amani na ufanisi, uweze kuwa na matunda mengi mema, hata kuliko ule wa mama Teresia Bureta na wenzake, kwa sababu zawadi za Mungu zinaongezeka katika kanisa na katika ulimwengu tunaoishi. Ni kwa nini asifanye vizuri zaidi? Ndiyo tunakuja kumuombea pamoja na hao ndugu zake, wapendwa wake,
mama msaidizi na wenzake wote. Tumekuja hapa kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu anavyoonyesha upendeleo wa pekee katika shirika hili. Shirika hili linazo zawadi nyingi. Zawadi nyingi. Zawadi nyingi za kimungu, za kiutu, za kikanisa. Na nimeona lilo somo ambalo mmechagua wenyewe. Mtakatifu Paulo anaposema kwa Wakorintho, katika kila jambo Mwenyezi Mungu amewatajirisha sana. Mmechagua vizuri sana masista. Sijui ni masista waliturujia mlionipelekea somo hili. Hongereni. Mmechagua somo zuri. Katika kila jambo Mwenyezi Mungu amewatajirisha sana, hivi kwamba hamkupungukiwa na jambo lolote muhimu. Na tunapoligeuza sasa somo hili, tuliangalia hili shirika la masista bibi yetu wa Kilimanjaro. Muko hapo. Muko hapo. Tusiangalie tu uongozi unaoisha leo, wampendwa sana mheshimiwa mama Sister Teresa Bureta na washauri wake, lakini tuliangalie shirika katika upana wake, katika uhalisia wake. Shirika hili Mwenyezi Mungu amewatajirisha sana, hivi kwamba hamkupungukiwa na neno lolote, jambo lolote muhimu ambalo mlipaswa kuwa nalo mkapungukiwa kabisa. Na mnapojiona sasa hivi mnajiona ni tabula rasa, hakuna kitu. Yani hakuna kitu. Waitaliano nasema niente. Niente yani ni zero, hakuna kitu. Hakuna chochote. Mimi naamini mnachoweza kusema katika shirika lenu, mnavyoliona, mnavyolimulika katika nyanja zake zote, muweze kusema hakuna kitu. Mwenyezi Mungu amewatajirisha sana katika maeneo yote, hivi kwamba hakuna jambo lolote ambalo mnaweza kumnungunikia Mwenyezi Mungu au kumnungunikia Kristo kwamba hapa mbona mmetuacha hivi wakavu. Lipo masista, lipo? Alipo. Tumpe Mungu sifa na utukufu kwa hilo. Mwenyezi Mungu amelistawisha sana shirika hili. Amelipamba sana. Amelipamba kwa zawadi mbalimbali ambazo ndizo zinazofanya shirika kwa pamoja kweli kuonyesha uzuri wa kimungu, kuonyesha uzuri wa kanisa, lakini pia uzuri wa shirika. Si kwamba limekamilika, lakini tunapoliangalia katika ujumla wake, pamoja na kwamba liko katika ulimwengu huu wa malimwengu, bado mnajitahidi sana masista. Mko vizuri. Mmejaliwa kwanza hapa tu. Tuanze kwenye mambo ya kawaida. Masista wana afya njema. Kuna masista hapa wana shida ya afya. Yaani mna afya njema, mnakula vizuri, mnalishwa vizuri sana na shirika. Hiyo ni credit. Masista wana afya njema. Masista hawa wote wana karama za ajabu. Wana karama za ajabu. Nyingine ni karama za kuzaliwa, ni wanaita ni inborn talents. Inborn talents, yani ni zawadi watu wanaozaliwa nazo, si kwamba hata ni za kusoma. Kwenye shirika hili kuna zawadi nyingi za inborn talents, yani karama, zawadi nyingi ambazo zipo tu, wamezaliwa nazo. Mwenyezi Mungu ana sababu zake. Lakini pia kuna karama nyingi sana ambazo sasa zimetokana na elimu Mungu na elimu dunia. Elimu Mungu na elimu dunia. Masista wengi wana karama nyingi, wana vipaji, wana maarifa mengi, wameelimishwa na kutayarishwa katika fani mbalimbali. Sio za elimu Mungu tu, lakini za kidunia. Mambo mengi hatuwezi kutaja kutumalize. Na hayo yote kutokana na hizo karama zao za kuzaliwa ambazo wamekuja nazo, wanazileta kushirikani.
nyingine zimekuja kutokana na maarifa waliopewa huku, kutokana na elimu dunia, kutoka elimu Mungu kwa elimu dunia. Yaani sasa unakuta watu wako vizuri. Na hivi sio habari tu kweli ya kuja kusimika hawa watawa, tumekuja kumshukuru Mungu, maana kama shirika lingekuwa vizuri hatungewapata. Shirika liko vizuri. Na tunakuja kumshukuru Mungu kwa upendo na upendeleo wake kwa shirika hili. Hivi kwamba kama anavyosema Mtakatifu Paulo kwenye ile somo lake la kwanza, hiyo sura ya kwanza mstari wa 3 na kuendelea, kweli hamkupungukiwa na jambo lolote. Mwenyezi Mungu amewatajirisha sana katika maeneo mbalimbali. Katika maeneo mbalimbali. Hata sisi wenyewe tunavyoona, yani angalia namba. Yani tukiacha hata afya njema, acha afya njema hapo, wagonjwa wapo, ni jambo la kawaida kama unaishi huku duniani. Wagonjwa wapo, na tena tulivyo hapa sasa tunawaombea pia wengine walioko hospitalini. Ni wako pia huko, ili wafanye shirika liendelee kustawi. Tuendelee kuwaombea, watolee mateso yao kwa Mungu kama sala nzuri, kama wimbo mzuri wa kufanya shirika lao liendelee kustawi katika nyanja mbalimbali. Lakini kuacha hilo, tuangalie pia masuala ya makuzi ya shirika. Shirika linaongezeka sana. Naongezeka. Si kwamba kuna wazee tu, kuna vijana. Tena vijana ndio wamezidi. Yaani ukisimamisha hiyo namba ya masisa vijana hapa, au shirika lote likaja na wale wengine wakasimama pia, vijana wamezidi. Ni baraka, ingawaje vijana pia wana mambo yao, potri mbali, lakini ni baraka kwa sababu wako kanisani. Neema na baraka za Mungu zitawaweka vizuri tu. Na kwa sababu tena amepata uongozi mzuri, memalizia kupata uongozi mzuri, na mwingine unakuja, tutakuwa vizuri tu. Wala msiwe na wasiwasi. Yaani tutakuwa vizuri tu. Kwa hiyo, yaani kweli shirika linaongezeka sana kwa namba. Namba ya shirika inaongezeka. You are not dry. The congregation is not dry at all. Yaani mnapoangalia huko Ulaya, mnapoangalia huko Marekani, tunapoangalia tu nje ya Afrika, jinsi ambavyo zawadi ya upadi na zawadi ya watawa, iwe ni wa kiume ni wa kike, ilivyokosekana, kulivyo na ukavu mkubwa wa miito ya upadi na utawa. Kweli lazima kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa namba. Ni kweli ni mashirika mengi ya Afrika, ni mashirika mengi hata ya watawa hapa Tanzania, lakini la kwenu liko mstari wa mbele kabisa katika kubarikiwa kwa namba kubwa. Hiyo ni baraka kubwa sana. Na baraka kubwa sana. Yaani unajua kwa sababu labda mmeshazoea shirika, mnapopokea hivi kama hasa siku ile ya tarehe 2 mnapopata ndio mnawaingiza kabisa wanakuwa watawa. Kweli mngepaswa kuabudu usiku mzima kwa kupata hiyo zawadi. Lakini nyinyi mmeshazoea, nyinyi kishakula mnaenda lala. Kweli mngepaswa kuabudu usiku mzima, muongezewa, kwa sababu wao ni tayari wanaenda shambani, wanapeleka katika uwanja wa utume kwenye kanisa la Mungu. Ni zawadi kubwa sana inaingia kwenye kanisa. Na tena wanapofanya tena zile nadhiri za kwanza, sijui ni hapo wanazifanya. Yaani hapo kweli tungepaswa kushukuru sana. Maana tumeongezewa sasa sisi zawadi kwenye kanisa. Na mkituarifu pia sisi mapadi na maaskofu kama kuna zawadi ya namna hiyo, na sisi tunapaswa kuingia magotini pamoja nanyi. Tumshukuru Mungu, maana wanakuja kwetu kutusaidia katika utume. Wanakuja kwetu kusaidia katika uwanja wa utume ambao ni mpana sana. Na tunavyokwenda unazidi kuwa mpana na mgumu sana. Lakini wakati mwingine tunafikiri kwamba kwa nini tusiongezewe? Kwani sisi, wewe ni nani uongezewe? Wewe nani uongezewe? Ni upendeleo tu wa Mungu Mwenyezi. Lakini tuangalie hiyo namba. Lakini pia tuangalie hata hizo karama mbalimbali
ambazo tumezitaja, hizo ambazo ni za kuzaliwa na nyingine ambazo zimekuja kutokana na kuundwa na kuundwa kishirika, yaani kuwa vizuri zaidi katika elimu Mungu na katika elimu dunia. Yaani waliotayarisha ni wengi, yaani kwenye fani mbalimbali hivi kwamba huwezi hata kufikiria kwamba masista, yaani masista ambao ni wanawake wanaweza kuwa kwenye hizo fani, lakini wapo mpaka kwenye umeme, wako kwenye umeme. Yaani wanaweza kufunga umeme hapa, wewe unaweza kuharibikiwa, unahangaika tu, paroko unahangaika kwamba kwa kweli una mtu akufujie, kumbe kuna sister hapo amesomea, yuko vizuri tu, yaani anaweza kulala usiku mzima nafanya hiyo kazi. Hiyo ni baraka kubwa sana katika ulimwengu tunaoishi sasa hivi. Yaani vipaji ni vingi na fani ambazo hawa watawa nazo ni nyingi. Lakini pia tuangalie maeneo ya utume. Wanafanya utume kwenye sehemu nyingi sana. Sio Afrika tu, hata nje ya Afrika. Wako Marekani, wako katika bara la Ulaya, wako sijui kama Australia wameshafika, lakini watakwenda tu, maana sasa namba ni nzuri. Itakwenda wapi? Iende huko Australia na pia iende huko China. Sasa kweli hii ni zawadi kubwa kweli. Wako sehemu mbalimbali, sio mahali pamoja tu. Yaani wengine hapa wapo, yaani hata robo haiko hapa, wako huko kazini huko kwenye maeneo yao. Tuendelee kuwaombea wafanye vizuri. Sasa hii ni baraka kubwa sana, ni ustawi wa hali ya juu wa shirika. Lakini tuangalie pia mambo mengine tena ambayo yanatufanya kwa kweli tuone yaani hapa jamani, hawa masista, nyinyi masista, tunapowaangalia katika swala la kujitegemea na kulitegemeza shirika, lisiwe omba, mulitunze shirika. Yaani kwa Kiingereza naita ni economic sustainability, yaani kulimaintain shirika lisihangaike. Hata kama tutakosa ufadhili kutoka Marekani na kutoka Ulaya huko, shirika liendelee. Muko vizuri hivi kwamba kweli muko vizuri hivi kwamba wakati mwingine mimi ninapoongea sehemu nyingine naogopa kuwataja hapa, na waambia nendeni mkajifunze kwa watawa. Nendeni mkajifunze kwa watawa mbalimbali hapa Tanzania, wakiwepo watawa wa huruma. Yaani they are shining katika swala. Muko vizuri katika swala la kujitegemeza. Hamjamwacha Yesu, mnasali, mnapata neema za kujitupa huko kwenye hayo maeneo ya kutegemeza kanisa, kutegemeza shirika, lisiwe omba. Hakuna kitu kibaya kama shirika kuwa omba. Lakini mko vizuri hivi kwamba yaani hakuna yaani wa Italiano wanaita un sostegno maana yake ni kukaa hapo kwa uhakika kwamba you are sustained. Kuna mahangaiko. Yaani hakuna mahangaiko ya kusema nitakula nini, nitavaa nini, tutalala wapi, tutasoma wapi. Yaani you are sustained. Yaani mko hapo. Hilo jambo ni muhimu sana, hasa kwenye kanisa la Afrika sasa hivi. Na lazima hata tujifunze kwenu. Mnafanyaje mnaweza kulisustain shirika hivyo, na tena kuna alama za kuonyesha kwamba hata kesho na kesho kutwa mkiachwa wenyewe mtakuwa hata mnasaidia, mtakuwa ni misio huruma. Tutakuwa tunaandika misio huruma, tunaomba huko. Sasa mnatupelekea hapo kidogo, yaani mnatupelekea 25 50, tunalalamika kweli. Mapadri tuache utani. Hawa masista mimi nawajua kwa sababu siniko huko ndani, nafahamu mambo mengi. Kweli muko vizuri. Economic sustainability, yaani hata kiuchumi tu, kujiweka katika nafasi ambayo mnaweza kwenda mbele tu na yale mlio nayo, yaani muya sustain. Hili kanisa lianguke na ile shule Maria Goretti isianguke, yaani na makandidati waendelee kula vizuri, na ndiyo
na wana ofisi waendelee kula vizuri, na tena wasome mpaka chuo kikuu, waende Ulaya, Marekani, waende huko India. Yaani muko vizuri, mmejiweka vizuri, na hili ni la kuiga, hili ni la kuiga. Kama tuko kwenye kanisa la Afrika, kanisa la Tanzania, hili ni la kujifunza. Tusiogope kujifunza, lazima tujifunze. How do you go about? What do you do? Is it only prayer, or you have got mystical things which you don't know? Mnafanyaje? Mnafanikiwa hivi? Sasa hili jambo hili mimi linanigusa na linanisumbua. Ninasema kwa nini mimi sifanyi vizuri kujimboni kama masista wa huruma? Yaani kwa nini? Halafu tena linakuja swali, na tena ni wanawake ndio ambao wanashine. Huko Afrika wanasema wanawake hawezi kuongoza, ni wanaume wanaongoza. Lakini kwa kweli, unfortunately, kwa bahati mbaya, yani mnaongoza wanaume. Mimi najiuliza, yani masista wana shule nzuri namna hii. Ukienda hapa, Maria Goretti, ukienda kule Archangels, ukienda kule. Sasa mimi nifanyeje na shule nzuri kama hii? Ni kwa nini siwe na shule nzuri kama hii hapa jimbo? Kwa hiyo ni mahali pa kujifunza basi. Mimi najifunza kwenu. Mimi najifunza. Wakati mwingine naongea na administration huko ofisini. Yaani hapa tena nimeona hata sister moja hapa, hakuna sababu ya kuficha. Kuna sister moja hapa ni provincial wa Precious Blood. Huyu sasa amefanya kazi kwa kule Kahama, iko vizuri. Sasa ni provincial. Nilikuwa namtania leo, umekuja hapa kusaidia, yani kuombea wanaosimika, na wewe ujiandae kwa mama mkuu. Lakini ukienda ile shule yao pale Arusha, ni wanawake, ni mahali pa kujifunza, ile shule ya sekondari. Yaani hakuna uchafu, ukiangalia hivi vibarabara vilivyopanda, ukiangalia tu library ilivyo ni extraordinary, imejengwa kisayansi kisiku hizi. Mnapata wapi hizo fedha? Precious Blood. Kweli ni kusali tu ama kuna magic fulani jamani mnayofanya na sisi wanaume tuige? Ni kwa nini hatuendi sisi? Sasa hapa ni mahali pa kuiga, na sisi mapadi tusiogope kujifunza. Mimi kwanza nikijifunza kwa wakina mama ndio nafurahi, si ndio mmetuzaa? Kwa hiyo mtufundishe kila kitu. Kwa nini mtutuzaa kama mwezi kutufundisha? Kwa hiyo tusipokuwa vizuri mtaaibika nyinyi. Mimi siogopi kujifunza kabisa, hata kwenda kumomba mama mkuu na kuomba unipatie sister huyu tu anisaidie katika fani hii, kwa sababu najua tutakwenda. Kwa hiyo mimi kwa kweli mnaniguza sana watawa katika hili. Lazima tuliseme tena na tena, kwa sababu ulimwengu tunaoishi. Alafu mimi kweli naona kabisa hata leo mngeambia milango yote imefungwa ya kupata misaada kutoka sehemu nyingine. Yaani nyinyi mnasonga mbele tu as if nothing has happened. Sasa hapo ndipo kusimama kishirika. Hapo ndipo jimbo kusimama. Unasema yaani wanipe wasinipe, mimi nasonga mbele pamoja na Yesu. Nasonga mbele pamoja na Yesu wangu. Sasa hiyo ni fadhila kubwa sana. Kwa hiyo sio leo kwamba tu kweli tumekuja kuwashukuru hawa waliomaliza uongozi mzuri walivyoendeleza hiyo karama ya kulifanya shirika liweze kusimama vizuri katika nyanja zote, nyanja za kiroho, nyanja za kimwili na za kujitunza, economic sustainability, kutunza vitu ambavyo tayari vipo visianguke, lakini kwenda mbele zaidi. Yaani hapo tunapokuja kuwashukuru wanaomaliza na kuwaombea hawa, tunamwomba Mwenyezi Mungu karama hizi ziendelee. Karama hizi za kanisa ziendelee. Ni za kanisa, lakini pia ni za jamii. Maana wanaofaidi katika yote ni jamii, katika jamii mnayoishi, tunayoishi. Haya mashule yote, mahospitali yote, wanaofaidi ni wanani? Ni jamii. Kwa hiyo mko kwa ajili ya Mungu, lakini kwa ajili ya jamii ambayo imewazunguka. Na hii ni baraka kubwa sana kwa jamii inayokuwa na watawa namna hii. Ni lazima wamshukuru Mungu sana kwamba amekutana na watawa namna hiyo. Sasa tunaposema kwamba mkupungukiwa na chochote, si kweli. Ukijaribu kuchukua maneno ya Mtakatifu
Paulo kwamba Mwenyezi Mungu amewatajirisha nyinyi wa Korintho kwa katika nyanja zote, hivi kwamba hamna lolote mmepungukiwa. Kweli na nyinyi mmechagua somo nzuri sana, na nyinyi inawatia matumaini ya kusonga mbele, maana mko katika kuhangaika, mko vizuri hapo katikati na mnakwenda juu. Sasa tunakuja kuwaombea mwende juu zaidi, mwende juu zaidi, na mnapokwenda juu zaidi Kristo aendelee kutukuzwa na kupata sifa. Hapo ndipo tunapoomba pia tusije tukaibiwe na yule mwovu tukachukulia mwelekeo mwingine. Mwelekeo ni wa Kristo, katika yote ni Kristo, ili Kristo apambwe. Hayo yote ampambe Kristo. Kristo aendelee kupata sifa na utukufu kwa uwepo wenu, kwa huduma zenu na juhudi zenu nyingi za usiku na mchana. Hilo ndilo tunalomuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuamiminia siku hii ya leo. Sasa tunakuja kwenye kusimika uongozi, na uongozi leo mtaapa kwamba kweli mtaongoza vizuri. Msije mkalete mambo yenu. Yaani mlifanye shirika liendelee kwenda mbele. Ni uongo, hamwezi kufanya. Mlivyo watakatifu haiwezekani. Yaani mpaka shirika liwapate tu, yaani wamesali na mmekuja. Sasa tumekuja kusimika uongozi wa shirika siku hii ya leo. Ni siku ya pekee sana kwenye shirika. Tunashukuru na tunaendelea kuwaombea. Ni siku ya pekee sana. Hapa ninapenda pia nitoe shukrani za pekee. Yaani ni mojawapo ya zawadi hizo za uongozi, jinsi ambavyo ukiona vyaelea kwa kweli. Yaani mimi sikuwa nimefahamu kwamba mmeshaandaa viongozi. Mimi nahangaika tu kama nitakavyowaeleza. Mimi nilikuwa nahangaika tu na mambo ya kawaida, kumbe nyinyi mmeshamaliza. Maana kwa sababu gani? Mmesali kwa muda mrefu kwamba uongozi. Mmesali. Kumekuwako na semina mbalimbali za kuelimisha nini maana ya hicho kitu tunachokiendea, uchaguzi mkuu. Yaani mmeandaliwa vizuri mno. Namshukuru sana Mama Teresa Bureta anavyohangaika tu na huo mwaka wa maandalizi. Kweli anaona kwamba hapa kuna kitu kizito cha kanisa na cha kijamii kinachokuja, ni lazima kiandaliwe. Yaani kuna kusali, yaani mahali popote mlipo, huko mpaka huko Ulaya, huko Marekani, kuna semina, lakini pia kuna kufunga, lakini pia kuna mafundisho mengine ambayo mnapeana huko. Sasa mmeingia kwenye uchaguzi. Kweli uongozi umekuja si kwa bahati mbaya, ni kutokana na maandalizi yenu mazuri. Sio kwamba mmeshtukia mkapata uongozi. Tena huko ndani tu jinsi mnavyojelewa na shirika, kumbe mlikuwa mmeshauchagua, na mimi nahangaika tu pale nawaambia kumbe mmeshamaliza. Sasa mmechagua somo nzuri sana la Injili. Ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, pigeni hodi mtafunguliwa. Kweli hilo mmefanya, na pale mwishoni anamalizia kusema kwamba Mungu atawapa yaliyo mema. Roho kule kwenye Injili wengine kama kwenye Injili ya Mtakatifu Luka amemalizia vizuri zaidi, amesema Mwenyezi Mungu atawapa zawadi nzuri, atawapa Roho Mtakatifu. Katika maandiko matakatifu Roho Mtakatifu ndiye zawadi ambayo ni the highest, ni zawadi inayong'aa. Hakuna tena kitu ambacho Mwenyezi Mungu anaweza kutoa wala jumuiya inaweza kutoa kama kutoa Roho Mtakatifu, kuombea tu Roho Mtakatifu. Lakini kwenye Mathayo anasema Mwenyezi Mungu awatawajalia yote yaliyo mema, na mmesali amewajalia uongozi ambao ni matunda ya kazi yenu. Wamekuja hapa wanatangaza kwamba Mwenyezi Mungu anasema nimewajalia yote yaliyo mema. Ndio mnayowaona hapa, kwa sababu uongozi umeandaliwa. Mmewajalia yote yaliyo mema. Mmesali, mmeomba, mkatafuta, mkapiga hodi kwa namna zenu mbalimbali, mkafikia hapo kwenye uongozi ambao kwa kweli kwenye mkutano mkuu ambao kwa kweli ulikuwa umeandaliwa kitaalamu na ulikuwa na sifa zote za uchaguzi mkuu. Sasa kwa vile mmefanya hivyo, Mwenyezi Mungu amewapatia yaliyo mema.
yaliyo mema, amewapa uongozi ambayo kwake ameona ndio walio wema watakaochukua jukumu hilo la kuongoza shirika tena kwa miaka 6 hata 12. Hapo kuna kazi. Yaani 12 kabisa ni kitu kizito yaani kweli hawa Mama Teresa, mimi namfahamu Mama Teresa Bureta, alikuwa anakuja kule Kahama, alikuwa ile miaka ya kwanza pamoja na mama msaidizi. Kweli yaani tangu kule mpaka nihame Kahama, nimekuja tena huku nimekaa mko kwenye uongozi tu. Hongereni sana. Hongereni na poleni sana. Sasa ndio mnaanza nyinyi hapa. Wakina mheshimiwa na mpendwa sana Sister Dr. Mama Mkuu Mayola. Ndio mnaanza hivyo. Hatufahamu yaliyo mbele ya Mwenyezi Mungu kama mtagonga pia 12 kama Mama Bureta na msaidizi wake. Tunasema mapenzi ya Mungu yatendeke. Ni mapenzi ya Mungu tu. Mapenzi ya Mungu tu. Basi sisi tunachokiona leo kwa kweli ndicho ambacho Mwenyezi Mungu amewapa shirika kutokana na sala zenu na matayarisho yenu yaliyokuwa ya hali ya juu. Ndiyo, si kwamba ametokea tu. Mimi sasa niwaambie tu kitu fulani. Mimi nimekuwa mwanzoni kwa sababu ya nafasi sisi tunaitwa askofu jimbo, nifanye askofu jimbo, lazima ufanye askofu jimbo, lazima iki askofu jimbo. Basi unafanya tu, utafanyaje sasa? Ni askofu jimbo, lazima afanye hii. Lazima afungue mkutano mkuu askofu jimbo, lazima asimamie uchaguzi askofu jimbo, lazima asimike askofu jimbo. Yako mengi. Muombe maaskofu. Sasa mimi nilipofungua uchaguzi, hiyo sio siri hiyo, maana kuna kule walikula viapo siku ile kule ndani kwamba wasitoe siri za mkutano mkuu, lakini hiyo sio siri kwa sababu ilikuwa katikati ya mafundisho tu. Niwaambia kwa kweli, na ni vitu vya kanisa, nikawaambia kwa kweli, tunapofika katika kanisa Katoliki, tunapofika kwenye swala la uongozi, yaani yoyote anaweza kuchaguliwa. Yule ambaye mwanachama wanaona kwamba baada ya matayarisho, tumesali, tumetafakari, tumeangalia shirika, yani tunaona kwamba ni huyu. Yani kila nafsi, si kwamba wanaambiana, kila nafsi yani kila nafsi inakuta tu imeshasema ni Mayola, ni Mayola, ni Mayola, ni Mayola. Sasa yani wanakuja hivyo. Sasa mimi nikawaambia pale, sasa kwa sababu mnafahamu kwamba Sister Dr. Mayola ni daktari wetu kule Kilema. Yani kweli nimefanya naye kazi vizuri sana. Mimi nilikuwa namuombea kila siku huko Dar es Salaam amalize upesi aje akaendelee na uongozi kule Kilema. Kwa hiyo mimi sikufikiria kwamba angechaguliwa kabisa, kwa sababu yani ametoka kule Dar es Salaam ile wiki ile kwenda kwenye graduation mahafali na kupokea sasa yale mavyeti ambayo yamemfanya kwa Dr. Bingwa. Dr. Bingwa sio Sister Mayola tu, sasa amekuwa ni Sister Dr. Bingwa. Sasa alikuwa aende Kilema akae, na hapo mimi ndiye anaangalia hospitali zote. Kweli sikufikiria mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi nilikuwa natoa ile mafundisho kama askofu wa kanisa, nikieleza kanisa linapaswa kufanya nini, kwamba katika swala la uongozi yoyote anaweza kuchaguliwa, hata kama yuko mahali gani, hata kama ni profesa anafundisha chuo kikuu kule Gregoriana, akishachaguliwa tu na shirika ni lazima aache. Nikasema the leadership in the Catholic Church is the priority, no question, is the priority. Yani mimi kumbe najimaliza mwenyewe, sina hali. Mimi na ndivyo ilivyo, maana mnavyofahamu mapadi, iwe ni mapadi, iwe ni watawa, iwe ni walei, uongozi ni kitu bora sana, ndicho kinachotufanya tusiende mbele. Uongozi ni karama ya Mungu, ni zawadi ya Mungu. Kwa hiyo tunahitaji uongozi. Ndio maana kanisa linasema it doesn't matter what you are and where you are. Hata kama wewe unafundisha wapi, umekamata chuo chote, umechaguliwa sasa kuwa askofu, umechaguliwa kushika shirika, ni mama mkuu au ni mwanamume amechaguliwa, ni lazima unaondoka. Ni lazima tu. Nikasisitiza kwamba yani mpaka nikaongea Kiingereza kwamba leadership in the Catholic Church, leadership is the priority. All other things will come later.
leadership is the priority. Sasa ndio hivyo, tukaenda, mimi nikarudi nyumbani, wakaendelea vikao vyao miezi hapo. Nikaenda siku ya uchaguzi kama kawaida, tumesali, na akaja askofu mtaalamu wa mambo ya sheria, mwasha baba askofu mcha Mungu, amepelekwa na kanisa kusimamia mambo hayo mazito. Mimi nikaambiwa kazi yako tu ni kuangalia kama mambo yanaenda vizuri, na keti pale mbele. You are the chairperson of the election. Nikaketi pale as the chair of the election. Sasa mambo yalivyoanza kwenda, nikaona haiwezekani. Kwa kweli pale nilishwa na nguvu, nikatoka jasho, nikaona tumeshachukuliwa dokta. Sasa lakini mimi nikasema, Dr. Mayola, Sister Dr. Mayola, kwa jinsi ndivyo ametoka Dar es Salaam wiki iliyopita na maveti yake ya Dr. Bingwa. Sasa pale ni lazima aseme kitu. Wala waseme jamani, wale wagonjwa wangu jamani. Wale wagonjwa wangu yani watakufa jamani, haya maveti nitaweka wapi sasa? Yani sasa tumefika pale, kunafikia mahali ambapo unaulizwa swali. Je, unakubali Sister Dr. Mayola unasemaje? Wakati ule alikuwa tu ni Sister Dr. Mayola. Sister Dr. Mayola unasemaje? Eti umechaguliwa kwa mama mkuu. Huko tu na yani nimechanganyikiwa. Sasa sijui kama atasema akakaa. Yani mimi nikafikiri pia, nikaogopa, nikasema ukuta ameshatuacha. Akawa mdogo kabisa pale kwenye deski. Akawa mdogo, tumekaa sana dakika nyingi. Baadaye akasema, mapenzi ya Mungu yatimizwe Baba. Basi pale ikawa mama mkuu amepatikana, yani watu wamefurahi pale, mama mkuu akiwa wa kwanza amezungukwa pale. Nikasema is it true? Ni kweli? Kwa hiyo sasa ni kwamba uongozi umeandaliwa. Mwenyezi Mungu amewapa yaliyo mema shirika. Yani na wote wamekwenda hivyo, mama msaidizi wote wameondolewa kwenye nafasi ambazo hatakuwa tunatazamia. Maana wanapotazamia mama msaidizi naye ni mtaalamu wa mambo ya hospitali. Huyo mwingine naye anafundisha chuo kikuu kule Mwekao. Mwingine naye ni matron kule Kibosho. Mwingine, yani wote wametoka kwenye nafasi ambazo unasema sasa si kuna watawa wengi jamani. Shirika lina watawa wengi. Kwa nini tu wasiwaache wao tu kweli? Sasa Roho Mtakatifu ameshaongoza. Na kwa vile mmesali, Mwenyezi Mungu amewapa kilicho chema. Kwa hiyo huyo ambaye alikuwa anasema the church says that leadership ni priority, lakini akawa anawazo kwamba kuna wengine hawataguzwa, ndio akawekwa pembeni hivyo. Sawa, lazima tukubali mapenzi ya Mungu. Yani nikasema huwezi kusema ni kwa nini nilifundisha hivyo. Askofu lazima kwenye kikao kama hicho ufundishe mambo mazito. Na mimi nilikuwa nasema nikiwa najua kwamba sitaguzwa, nikaguzwa vibaya sana. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi kinachonifurahisha, narudi kwa mapenzi ya Mungu. Yani wote waliochaguliwa wamesema, wametoka, yani kwa mfano kama mtu anafundisha chuo kikuu kweli Mwekao, alafu anachaguliwa. Sasa mwingine ni matron, lakini hakuna hata mmoja aliyesema yani mimi naomba kwenda kusali au kutafakari. Maana waliona pale kwamba sasa ndio sauti ya Roho Mtakatifu. Na baba askofu nani huyu mwanasheria mcha Mungu mara nyingi alirudia. Anazunguka kule ndani kule anasema jamani, nimekubali mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu yuko kazini. Roho Mtakatifu yuko kazini. Msiache kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu. Sasa hiki kitu masista baadaye niambie kiliwaguza sana. Wamesikiliza sauti ya Roho Mtakatifu na yale mafundisho yote nilikuwa nawaambia juu ya leadership. Hakuna hata mmoja tu alisema anaumwa. Ikaja ikaambiwa kwamba yani hapo kuumwa tunakufahamu, sio sana, unaweza kuwa kiongozi. Akanyamaza, akaketi kimya na akachaguliwa, yuko hapa. Sasa mumepata kilicho bora watawa. Mmepata kilicho bora. Maeneo mengi tumebaki katika mahangaiko, lakini bado tunarudi kwa mama mkuu. Tumwambie tu kwa vile ni mtaalamu wa mambo mengi, huyo mama mkuu anayesimikwa, angalie kote pia. Kote ni kwako. Wewe ni mama. Umezaa kote, yani angalie kote.
pamoja na mama mkuu, sibaki tu huruma, angalia kote. Na kule Kilema pia uende huko, uje tena. Yaani angalia kote. Angalia kote, wewe ni mama. Yaani lazima uguzwe tu kila na mtu na ukubali. Atakuja majitu marefu, atakuja majitu watu wafupi, yani ni mama. Na ni uongo. Yani msikubali kusema kwamba ni hapa nyumbani tu, ni sawa. Nyumbani pia lazima tutoe uzito. Lakini muangalie kanisa. Muangalie pia kanisa kwa macho ya huruma, kwa macho ya kujali. Sasa kule mnamwachia nani? Kule ni kwa Yesu pia, mnamwachia nani? Kwa hiyo mama mkuu, pamoja na uongozi wako, kwa ile lazima muangalie huko. Sisi tumejinyenyekesha, tumekaa kimya kabisa. Tumejinyenyekesha, nikaenda hata kule tena kwenye misa kumwaga kule Kilema, sawa tu, tukamwomba tena mama usituache, sijui kama itakuwaje, lakini lazima tujinyenyekeshe chini ya mapenzi ya Mungu kama waliofanya. Mimi kwa kweli nilisema kwamba Dr. Mayala atasema neno tu, aseme yale mapenzi nitaweka wapi? Nitaweka wapi tu? Yaani unajua uongozi yani kwa mfano watu hawa hata wanafundisha huko Mwekao. Yaani haya mambo ya nyumbani huko kwa kweli imebakia sala na roho ya shirika. Lakini mambo mengine wanafikiria tu sije fani zao. Mara moja unamwambia sasa wewe umerudishwa hapa. Ni mwanashirika lazima kutii. Na ni sauti ya Mungu. Ameomba na Mungu amewapa kilicho chema. Na sisi wengine ambao tulikuwa tunafikiria kwetu lazima tukae kimya na tuinamishe vichwa katika mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu lazima yaheshimiwe. Roho Mtakatifu lazima yaheshimiwe. Kumbe ndugu zangu, nipende kuambia hata nyinyi masista wangu mliochagua hilo somo, mmechagua somo zuri kweli. Tumesali, tumeomba, tumetafuta, tumegonga kwa namna mbalimbali, na Mungu Baba hatimaye akasema siwezi kwenda kinyume na maombezi ya watoto wangu. Amewapeni kilicho chema. Pale Mwenyezi Mungu aliye mwema, Baba wa mbinguni aliye mwema, atawapeni yaliyo mema. Ndio uongozi hapa. Tumpigie Mwenyezi Mungu makofi na vigelegele. Tumsifu Yesu Kristo.